Mkurugenzi wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ametoa utabiri wa hali ya hewa kuelekea kwenye mvua za vuli ambazo zinategemea kuanza, lakini hofu kubwa kwa baadhi ya watu ikiwa ni uwepo wa mvua za El Nino ambazo zinategemewa kuanza mwezi wa 10. Na mkurugenzi ametoa angalizo pamoja na ushauri wa nini cha kufuata kutokana na athari mbalimbali ambazo zitaweza kutokana na mvua za El Nino kwenye upande wa mifugo, utalii wa wanyamapori, lakini pia ameongelea kuhusiana na ishu ya usafirishaji, akigusia kwenye athari ambazo zinaweza kujitokeza kwenye upande wa reli, nikimaanisha upande wa SGR, lakini pia kwenye ile reli ya kawaida, lakini pia ameongelea athari katika anga, akimaanisha usafiri wa anga, bila kusahau katika bandari. Na huyu hapa ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Ladislaus Changa, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Oktoba. Angalizo, tunatoa maangalizo mawili. La kwanza, kutokana na uwepo wa El Nino na El Nino yenye nguvu kubwa kuelekea mwezi Oktoba, Novemba, Disemba na hata mwanzoni mwa mwaka 2027 kwa maana ya mwezi wa kwanza, vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa vipindi vya mvua vinatarajiwa kuanzia mwezi Septemba. Tunatarajia kwamba tunaweza tukapata mvua za mapema kidogo. Hata hivyo, mvua za vuli kwa ujumla tunatarajia zitaanza kuimarika zaidi kuelekea mwezi Oktoba katika maeneo mengi. Lakini pia vile kuwepo kwa El Nino kuelekea mwisho wa mwaka kunaweza kusababisha kuanza mapema kwa mvua za mwezi Novemba mpaka Aprili 2027 kwa maana mvua za msimu katika baadhi ya maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua kwa mwaka, ambako kwa kawaida msimu unaanza mwezi Novemba. Sasa baada ya kutoa mwelekeo wa mvua kwa kipindi cha msimu wa vuli, ufuatao sasa ni tathmini ya athari pamoja na ushauri ambao kwa ujumla, kama ambavyo tumekuwa tunasema siku zote, kwamba athari na ushauri unaandaliwa na wataalamu wa sekta kwa kushirikiana na wataalamu bingwa wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Sasa tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari zilizoainishwa ni pamoja na vipindi vya unyevu kwenye udongo wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri ukuaji wa mazao na miundombinu ya kilimo. Lakini pili, magonjwa ya mazao yanayosababisha na kuvu, bakteria na virusi yanaweza pia kujitokeza. Lakini la tatu, shughuli za kilimo zinatarajiwa kuendelea kama ilivyo kawaida katika baadhi ya maeneo katika msimu huu wa vuli 2026. Ushauri: wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati. Wakulima pia wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji kutuama shambani, lakini pia teknolojia za kuzuia mmomonyoko na upotevu wa rutuba. Lakini tatu, tunashauri pia kuimarisha miundombinu ya kilimo pamoja na uvunaji maji ya mvua na kudhibiti visumbufu vya mimea. Hatua hizi zitasaidia kupunguza athari za magonjwa na kuongeza uzalishaji. Lakini pia tunawashauri waendelee kufuatilia na kupata ushauri kutoka kwa maafisa ugani. Kwa sekta ya mifugo na uvuvi, athari tulizoziainisha ni pamoja na wafugaji na wavuvi wanatarajiwa kunufaika na upatikanaji wa malisho ya mifugo na chakula cha samaki. Lakini vile milipuko ya magonjwa ya mifugo kama vile homa ya bonde la ufa, ugonjwa wa miguu na midomo na kuzaliana kwa wadudu wadhurifu kunaweza kujitokeza. Lakini kwa sekta ya usafiri na usafirishaji, athari tulizoainisha ni pamoja na upande wa reli. Mvua kubwa zinaweza kuharibu miundombinu na njia ya MGR na SGR na kusababisha kuvurugika kwa huduma za usafirishaji. Lakini vile barabara. Kwa upande wa barabara, mmomonyoko wa udongo, mafuriko, kuporomoka kwa kingo na kuharibika kwa madaraja kunaweza kuvuruga usafiri na kuongeza ajali. Lakini kwa upande wa bandari, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na kwamba mvua kubwa ambazo zinatarajiwa zinaweza kuchelewesha upakiaji na upakuaji wa mizigo, hasa sehemu
hasa shehena zinazohitaji kulindwa dhidi ya unyevunyevu. Kwa upande wa usafiri wa anga, matukio ya hali mbaya ya hewa ambayo yumkini katika kipindi cha El Nino yanatarajiwa inaweza kupunguza muonekano kwa marubani, lakini vilevile kuchelewesha au kuahirisha safari za ndege na kusababisha ndege kuelekezwa kwenye viwanja mbadala. Kwa hiyo tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, wadau wa sekta hii tunashauri kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi wa miundombinu mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Lakini vile vile tunaendelea kushauri kufuatilia na kuzingatia ipasavyo taarifa mbalimbali ambazo tutaendelea kuzitoa za utabiri lakini na za tahadhari. Kwa upande wa sekta ya ujenzi, tunashauri athari ambayo tumeainisha ni pamoja na vipindi vya mvua kubwa ambavyo tunavitarajia vinaweza kuathiri sekta ya ujenzi kwa kuchelewesha miradi, lakini pia kusababisha migogoro ya kimkataba, kuharibu vifaa na miundombinu, kuongeza gharama za ujenzi, kuathiri ubora wa kazi na kuhatarisha usalama wa wafanyakazi. Hivyo tunashauri yafuatayo: wadau kuzingatia utabiri huu wa vuli ipasavyo katika mipango ya ujenzi na hasa katika kipindi kinachotarajiwa kuwa na mvua za juu ya wastani. Aidha, tunashauri kuchukua hatua stahiki wakati wa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya miundombinu ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Na vile vile tunaendelea kusisitiza kwa upande wa sekta ya ujenzi kwa ujumla wake, tuendelee kufuatilia ipasavyo taarifa ambazo tutaendelea kuzitoa za kila siku, lakini vile vile za kila mwezi, lakini vile vile pale ambapo tutatoa angalizo na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa, basi tufuatilie na kuzingatia ipasavyo. Kwa sekta ya nishati na maji na madini, athari tulizoainisha ni pamoja na ongezeko la kina cha maji na uchafuzi katika maziwa, mabwawa na mito yanaweza kujitokeza, hali ambayo inaweza kuathiri miundombinu ya rasilimali maji na nishati. Katika maeneo yenye shughuli za uchimbaji mdogo wa madini, tahadhari stahiki za usalama zinapaswa kuzingatiwa, kwani mvua za juu ya wastani zinaweza kuongeza hatari ya maporomoko ya ardhi na kuporomoka kwa mashimo ya uchimbaji yasiyo imara. Kwa hivyo tunatoa ushauri ufuatao: wadau kuendeleza matumizi endelevu na uhifadhi wa rasilimali maji katika uchakataji wa madini, lakini vile vile katika uzalishaji wa umeme, shughuli za viwandani na katika matumizi ya majumbani. Mamlaka husika zinahimizwa kuimarisha ustahimilivu wa miundombinu ya maji, nishati pamoja na kuendeleza matumizi ya vyanzo mbadala vya nishati ikiwemo nishati safi za kupikia, lakini vile vile ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa na mafuriko ambayo yanatarajiwa katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki kutokana na changamoto ya uwezekano mkubwa wa kuwepo na El Nino yenye nguvu kubwa. Kwa mamlaka za serikali za mitaa, athari tuliyoainisha ni pamoja na vipindi vya mvua kubwa vinaweza kusababisha kutuama kwa maji na mafuriko, hali inaweza kusababisha uharibifu wa miundombinu na hatari kwa maisha na mali. Tunashauri ifuatavyo: mamlaka za serikali za mitaa kuboresha mifumo ya mifereji ya maji ili kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mafuriko, sambamba na kutoa elimu kwa jamii juu ya hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Kwa sekta ya afya, athari tuliyoainisha ni pamoja na uwezekano wa kuwepo kwa magonjwa ya mlipuko kutokana na uharibifu wa miundombinu ya maji taka na kutokana na maji kutuama na kutiririka. Kwa hivyo tunashauri mamlaka husika na jamii kuchukua hatua stahiki za kiafya ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Hatua hizo ni pamoja na kutokomeza mazalia ya mbu, lakini vile vile kuhakikisha upatikanaji wa akiba ya kutosha ya dawa na vifaa tiba, pamoja na kujiandaa kwa changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na uharibifu wa miundombinu ya usafiri.